kwa namna ambavyo unawatazama FAR Rabat, tabia walizokuwa nazo katika hatua kama hizi? Manake hatua zile za kucheza kabla hujaingia hatua ya makundi ni hatua tofauti kabisa. Omar Katanga, na kwa namna ulivyozungumza, timu nyingi ambazo zinatokea kwenye ukanda wa UNAF kwa maana ya Afrika Kaskazini zimekuwa na tabia ambayo ni unique, tunasema tabia tofauti ya kiuchezaji ukilinganisha na timu nyingine ambazo zinatoka katika kanda nyingine za kisoka Afrika, WAFA, WAFB, UNIFAC, Sekafa, Kosafa, zinatofautiana kwa namna ambavyo kanda zile zimegawanyika. Ndio maana unakuta mpinzani kutoka katika ukanda mmoja kuna aina yake ya mpira anakuwa anacheza, na mpinzani kutoka katika kanda nyingine kuna aina yake ya mpira anakuwa anacheza. Aina zote ambazo zinatumika katika kanda hizi zote ambazo ziko chini ya CAF zimekuwa zikizisaidia timu kuweza kupata matokeo ya ushindi. Sasa ni unapataje matokeo ya ushindi na ni mbele ya mpinzani gani? Hilo ndio linabaki kuwa swali la msingi. Ukija kuangalia historia ya mashindano ya CAF inakuonyesha kwamba timu ambazo zimefanikiwa kwa kiasi kikubwa ni zile ambazo zinatokea kwenye ule ukanda wa UNAF kwa maana ya Afrika Kaskazini, ambapo utaizungumzia Tunisia, Algeria, Misri, Morocco na Libya. Haya mataifa matano ndo kwa kiasi kikubwa yamekuwa na vilabu ambavyo vimepiga hatua kwa maana ya kupata mafanikio ya kuchukua vikombe, CAF Champions League na CAF Confederation au almaarufu kama kombe la shirikisho. Hii ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya aina ya mbinu za kiuchezaji ambazo wanazitumia katika michezo yao. Ukiangalia kwa kiasi kikubwa wana tabia ambazo zimekuwa na mfanano kwa kiasi kikubwa katika hayo mataifa matano ambayo nimeyataja. Nimewataja Morocco, Algeria, Misri, Libya na Tunisia. Haya mataifa matano, karibia kila timu ambayo inaingia kucheza kwenye mashindano ya kimataifa inakuwa na tabia ambayo inafanana. Timu ya Algeria unakuta ina tabia ambazo zinafanana na timu ya Morocco. Timu ya Morocco unakuta ina tabia ambazo zinafanana na timu ya Misri. Timu ya Misri ina tabia ambazo zinafanana na timu ya Tunisia. Umekuwa ni utaratibu wao kwa sababu ya nature ya mazingira ambao wanatokea. Sasa hizo tabia ndo unaziangalia. Tabia ya kwanza ambazo timu ambazo zinatoka katika ukanda wakiwemo FAR Rabat kutoka pale Morocco ambao wanaenda kucheza na Yanga. Mara nyingi timu za Kiarabu zimekuwa na utaratibu wa kuwa na matumizi sahihi ya mipira ya kutenga kwa maana zile set piece. Set piece hii wanaitumia zaidi na wamekuwa kifanyia mazoezi kwa sababu ya kile ambacho wanacho kwenye kikosi chao. Hiki ambacho wanacho kwenye kikosi chao sio kwamba kwenye vilabu vingine kinakuwa hakipo, lakini ni namna ya kukifanyia mazoezi na kuweza kukitumia kiwanjani katika siku ya mechi. Mara nyingi wao wanatumia mipira ya kutenga kwa sababu kwenye vikosi vyao mara nyingi wanakuwa na wachezaji wenye kimo kirefu. Tunasema ukiwa mrefu katika mchezo wa mpira wa miguu unakuwa na faida ya kuweza kufanikiwa, yani kuna uwezekano mkubwa kwa sababu ya kimo chako kirefu ukaweza kushinda mpira wa juu. Tunasema ile aerial balls au aerial duels unaweza ukaishinda kwa sababu ya kimo chako kuwa kirefu, kikatumika kama faida au kama daraja la kumshinda ambaye umemzidi kimo, ukaweza kufanikiwa juu ya hilo. Kwa kimo changu mimi nilivyo, nikisimama na Salama Ngale ukapigwa mpira wa juu, mimi kuna uwezekano mkubwa kwa asilimia nyingi nikaweza kuuwini ule mpira kuliko Salama. Wewe na Mpoma? Mimi na Idi Mpoma naweza nikaushinda vile vile mimi mpira kuliko Idi Mpoma. Mimi na Kidedea naweza nikaushinda mpira mimi kuliko Kidedea. Ni katika mazingira ya ulinganifu wa vimo. Na nashinda huo mpira wa juu kwa sababu mimi naweza nikaruka kidogo, tunasema ile length of jump, kimo au hatua za kuruka. Naweza nikaruka mimi kidogo lakini yeye akawa ameruka sana, lakini baada asiweze kunifikia kwa maana ule mpira mimi nitakuwa kwanza kuucheza ule mpira. Aina hiyo imekuwa ikinufaisha timu za Kiarabu kwa sababu mara nyingi ukija kuangalia safu zao za ulinzi zinaundwa na wachezaji ambao wana vimo virefu. FM.